Okay, kwanza kabisa tunatamani kufahamu maadhimisho haya yanayofanyika hapa Kigoma yanatafsiriwa vipi kwa watu wao, wanatafsiri kwa namna gani? Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza wenzetu wa Burundi kwa kuadhimisha siku yao ya uhuru, na toka 1962 waliweza kujikomboa. Kwa hiyo kwanza kwa niaba ya Watanzania wote tunawapongeza sana, na wameendelea kuhakikisha kwamba uhuru wao upo na wanaendelea kuchapa kazi. Lakini pia kwa upande wa Tanzania tunasema kwamba uhuru ni ukombozi. Uhuru ni kujitegemea kiuchumi, kisiasa, utamaduni. Kama ambavyo hata sisi tunajua, sisi Tanzania tulipata uhuru mwaka 61, tunajua kwamba kisiasa tumejikomboa kiuchumi na kiutamaduni. Kwa hiyo hata wao pia tunaangalia katika vigezo ambavyo nimevitaja. Kuna vigezo ambavyo vinatufanya tuwe na undugu wa kidamu, lakini pia undugu wa kimipaka na kijiografia. Kwa hiyo kupitia uhuru wa Burundi, unajua nchi ya jirani ikipata uhuru na hata wewe pia umepata uhuru, kwa sababu katika hiyo nchi kunakuwa na amani na utulivu. Hali kadhalika Tanzania pia tuna amani na utulivu, ambapo ndio sera yetu, amani kwa Burundi na amani kwa Tanzania. Kwa hiyo kwanza ile amani ya pamoja ni manufaa kubwa, lakini lingine ni ule uwekezaji wa pamoja. Kama tunavyojua, Burundi na Tanzania tunashirikiana pamoja katika masuala mbalimbali. Tunashiriki katika fursa tulizo nazo, kwa mfano ziwa Tanganyika, tunapata kufanya biashara, tunavusha sisi biashara kutoka Tanzania kwenda Burundi. Hali kadhalika tunapata biashara wafanya biashara kutoka Burundi kuja kwetu, na kwa njia hiyo tunanufaika, kwa sababu kwanza tuna amani, tuna utulivu. Kwa hiyo hata mfanya biashara anakuwa anajitambua, lakini hana wasiwasi na biashara yake. Kwa hiyo hata akiweka mtaji wake anaweza akawa na uhuru kwamba mimi nafanya biashara kwa amani na utulivu. Lakini lingine pia tunaweza kuangalia masoko. Sisi tuna bidhaa ambazo tunazalisha katika Tanzania, hali kadhalika Burundi. Tunaweza tukaangalia soko gani linahitajika kwa biashara fulani kutoka Tanzania, lakini pia kwa upande wa Burundi. Kwa hiyo tunaweza na soko la pamoja kutokana na bidhaa zetu, ili tuweze sasa kuweza kuhakikisha kwamba vile tunavyozalisha basi tunapata masoko. Lakini pia kwa upande wa vijana tunaweza tukabadilishana utaalamu, tunaweza tukabadilishana fursa mbalimbali kupitia vijana wetu wa Tanzania na vijana wa Burundi. Tukiachana na fursa za uwekezaji ziwa Tanganyika, tukiachana na miradi ya serikali, ni fursa zipi nyingine ambazo zinaibuliwa kutokana kuwepo kwa ushirikiano kati ya Burundi na Tanzania, lakini pia kuwepo kwa wageni kutoka nchi jirani ya Burundi? Wageni hatuwakatai. Hakuna nchi ambayo inakataa wageni, isipokuwa tu ni kuja kwa utaratibu unaotakiwa, na sisi tunaambizana ili kuwa na utulivu, ili pia kujua tuna wageni gani katika nchi yetu. Hali kadhalika katika nchi yoyote lazima kuwa na utaratibu. Kwa hiyo na sisi kama Tanzania tuna utaratibu wa kuwakaribisha majirani zetu kwa utaratibu unaotakiwa. Hatupendi tu wale wanaokuja kinyemela, kwa sababu tunataka tujue nani yupo nchini, nani hayupo, kwa ajili ya taratibu zetu pia na mipango yetu ya nchi kwa ujumla. Kwa hiyo kwa jambo hilo hata wenzetu wa Burundi tunawaambia tunawapenda, tufuate utaratibu, tuwe pamoja, na wengi wapo ambao wanafanya biashara vizuri, hawana tatizo. Asante, umetueleza na taratibu ambazo wanatakiwa kufuata, kwamba wanatakiwa kufuata baadhi ya taratibu ambazo mmeziweka. Je, unadhani labda wanauelewa kiasi hicho ambacho nyinyi mnadhani kwamba wanaweza kufuatilia taratibu hizo? Wana elimu hiyo? Sasa ni kazi yetu sote, kama ambavyo tuna balozi, na hata leo nilikuwa naongea na balozi mdogo wa Burundi nchini Tanzania, tukiwaambia kwamba wananchi kwa ujumla huwa hawana shida kubwa. Shida kubwa ni uelewa. Kwa hiyo sisi kwa pande zote mbili tuendelee kutoa elimu kwa wananchi wetu. Ninaamini wakielewa, sidhani kama kuna shida. Shida ni sisi kama hatujafikisha ule ujumbe vizuri na kuwaongoza. Kwa hiyo tusiwalaumu wananchi, bali sisi viongozi tufanye kazi hiyo kwa bidii kubwa, ili tuwaelimishe wananchi wetu, hawana shida. Kumekuwa kuna uvumi wa kuwepo kwa changamoto ya uvunjifu wa amani nchini Tanzania. Nataka kufahamu kwa mkoa wa Kigoma, nyinyi kama viongozi, nyinyi kama serikali mmejipanga vipi na hili? Kwanza niseme tu kwamba kama ulivyosema kwamba kuna uvumi.
uvumi sio kweli, iko mikono salama, na sisi wenyewe tunawaambia wananchi wetu wasiwe na wasiwasi. Sisi tuko tayari kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha kwamba wanaishi kwa amani na wafanye wasiende mashambani, wasiende kuvua, wasipeleke mifugo yao, mazao yao kwenda Burundi na kurudi. Hebu relax, wafanye kazi zao kama inavyotakiwa. Lakini sisi tuko salama na tunaendelea kuhakikisha usalama wa Tanzania. Tuna janga la Ebola kwa jirani zetu DRC Congo, na mpaka sasa hivi visa vingi tayari vimekwisha kuripotiwa, vifo vingi kweli kweli. Lakini kwa upande wa Tanzania hatuna ripoti yoyote mpaka sasa na wala hatujapata kisa chochote. Unadhani labda siri ya mafanikio yenu hasa ni nini? Kubwa kwanza ni elimu, lakini pia tunajua maambukizo ya Ebola yanaambukizwa kwa njia gani. Tumeshawaelimisha wananchi wetu kupitia Wizara ya Afya na watu wa afya kwamba lazima kwanza ule ukaribu, majimaji, kunawa mikono na kadhalika, tuwe makini kwa ajili ya hilo. Lakini pia tumekuwa tayari katika mipaka yetu kuhakikisha kwamba wale wanaoingia tunakuwa na zile taratibu zote tuhakikisha kwamba hawana maambukizi kabla ya kuingia katika nchi yetu. Kwa hiyo tumejipanga katika mipaka yote, lakini pia kubwa ni elimu na jinsi ambavyo ugonjwa wa Ebola unaambukiza. Mpaka sasa hivi tuko vizuri na kila mara tunakaa na kupata taarifa kutoka Wizara ya Afya. Kwa upande wa mkoa wa Kigoma, kitu gani ambacho mgeni kutokea Burundi, kutokea Kongo, kutokea mataifa mengine anaweza kujivunia akifika Kigoma kwamba siwezi kusahau Tanzania, siwezi kusahau Kigoma? Kigoma yetu ni nzuri kama ambavyo mikoa mingine ilivyo. Kwanza hali ya hewa ni nzuri, lakini pia watu wake ni wakarimu, lakini wanajishughulisha katika masuala mbalimbali. Watu wa Kigoma sio wavivu. Tuna uzalishaji mkubwa katika kilimo chetu. Tuna michikichi ambapo tunalima mawese, tunapata mafuta mazuri kutokana na michikichi, lakini pia sasa hivi tuna mambo ya ufugaji, lakini tuna mambo ya kilimo cha mazao mengine ya biashara na kadhalika. Kwa hiyo tunajivunia sisi ardhi yetu tulionayo, lakini kwa sasa hivi kwa spidi tunajiandaa kwa mapokezi ya SGR ambayo inakuja mpaka Burundi, ambapo kuna uhuru ambao tumeusherehekea leo. Tulishaweka jiwe la msingi, tulivuka kule kwa wenzetu tukaweka jiwe la msingi. Tunahakikisha kwamba Burundi Kigoma ya sasa hivi sio mwisho wa reli, itakuwa ni katikati ya reli, kwa sababu tutatoka Burundi tutaenda Dar es Salaam, lakini tutatoka tena Kigoma tutakwenda Burundi. Kwa hiyo Kigoma yetu iko vizuri kwa ajili ya shughuli hizo. Asante.